Habari zenu na karibuni. Hivi, umewahi kujiuliza kama imani yako ni kama jengo? Yaani kitu ambacho unakijenga wewe mwenyewe, tofali baada ya tofali? Basi, leo tutatumia mfano huu haswa, mfano wa ujenzi wa nyumba, ili tuuchambue na kuuelewa vizuri muundo mzima wa Uislamu. Haya maneno yanatoka moja kwa moja kutoka kwa Mtume Muhammad. Maneno machache tu, lakini yana uzito mkubwa sana. Ni kama vile ametupa ramani mkononi. Anachukua kitu ambacho pengine tunakiona kama hakishikiki, yani imani, na anakifanya kuwa kitu halisi kabisa. Yani muundo ambao tunaweza kuona, kuelewa na muhimu zaidi, kuujenga wenyewe. Okay, sasa swali la msingi ni hili. Ujenzi wenyewe unafananaje hatua kwa hatua? Yani inakuwaje hasa kujenga hii nyumba ya kiroho? Basi, twende pamoja sasa. Tutaifungua hii ramani na tuone kila kitu, kuanzia tu kutafuta kiwanja mpaka tunakabidhiwa funguo. Sawa. Sasa, kabla ya jambo lolote lile, kila mjenzi anajua unahitaji kwanza kuelewa una vifaa gani na mpango wako wa kazi ukoje. Kwa hiyo, hebu tuanze na hapo, tuangalie hivi vipengele vya msingi vya mradi wetu. Sasa kwenye ujenzi huu wetu wa kiroho, duka letu la vifaa, yaani hardware, tunapata kila kitu kutoka vyanzo viwili muhimu sana. Kwanza, Qur'an, hii ndiyo ramani yenyewe. Na pili, tuna Sunna, yaani mafundisho na matendo ya Mtume. Hizi sasa ndizo maelekezo ya jinsi ya kutumia hiyo ramani. Na bila shaka, kila mradi unahitaji fundi mkuu, yule anayejua ramani ndani nje. Na hapa fundi mkuu wetu ni Mtume Muhammad mwenyewe. Pamoja naye wapo wasaidizi wake, wale wanazuoni wenye sifa, ambao wanafuata na kuelewa shule yake ya mawazo. Hao ndio viongozi wetu. Okay, sasa tuna ramani, tuna maelekezo na tuna fundi. Kinachofuata ni kuandaa eneo la ujenzi. Sasa tunaingia kwenye hatua ya pili, kuandaa kiwanja na msingi. Unajua, huwezi kuanza kujenga hewani tu. Lazima uwe na ardhi na lazima iwe tayari. Kila kitu, yani kila kitu kabisa, kinaanzia hapa. Kabla hata hujafikiria kununua tofali au saruji, lazima uwe na kiwanja. Na katika mfano huu wetu, kiwanja chenyewe, kiwanja ambapo jengo zima la imani yako litasimama, ni moyo wako. Ndiyo, moyo wako mwenyewe. Sasa umeshapata kiwanja, kinachofuata ni nini? Uhakika wa umiliki, yani hatimiliki. Hapa sasa hatimiliki yetu ni shahada. Hebu fikiria hivi, bila hiyo hati, hata ukijenga jumba la kifahari kiasi gani, ni kazi bure. Ni kama unajenga kwenye kiwanja cha jirani. Siku ya mwisho sio mali yako. Okay, kiwanja ni chako, kina hati. Sasa kazi inaanza, si ndio? Lakini subiri kidogo. Je, unaweza kuanza kumwaga msingi kwenye kiwanja kilichojaa vichaka, mawe na takataka? Haiwezekani. Unapaswa kwanza kusafisha eneo. Hii ndiyo tazkia, yaani kusafisha moyo, kutoa yale magugu ya kiroho kama vile kiburi, chuki, husuda, kabla ya kuanza jambo lolote zuri. Na hapa sasa, sikiliza kwa makini, kwa sababu hili ni jambo la msingi kweli kweli. Baada ya kusafisha, unamwaga msingi. Ungetegemea labda msingi ni swala au saumu, sivyo? La, kwenye ujenzi huu, msingi wenyewe ni tabia njema, uaminifu na ukweli. Fikiria jengo lisilo na msingi imara, linayumba, linatitia na mwishowe linaanguka. Hivyo ndivyo ilivyo kwa imani isiyo na tabia njema, inazalisha unafiki tu. Hii aya inatuonyesha uzito wa jambo hili. Inatisha kidogo, lakini inatupa ukweli waziwazi. Kuwa na msingi dhaifu wa tabia sio jambo dogo. Sio kitu cha nitarekebisha baadaye. Ni kitu kinachoathiri mustakabali wote wa safari yako ya kiroho. Okay, msingi wetu umekauka na ni imara. Sasa ni wakati wa kuanza kupandisha jengo juu. Tunaingia hatua ya tatu, kujenga nguzo na kuta. Unaona huu mpangilio? Una mantiki kabisa. Juu ya ule msingi imara wa tabia njema, sasa ndio tunasimamisha zile nguzo 5 maarufu za Uislamu. Lakini hebu fikiria, nguzo 5 zimesimama tu peke yake. Je, hiyo ni nyumba? Bado. Unahitaji kuta. Na kuta hizi ni imani. Zinaunganisha nguzo, zinazipa nguvu na ndizo zinazounda nyumba kamili.
Kwa hiyo, imani sio tu kuamini moyoni, hapana. Ni kitu halisi. Ni kama saruji imara inayoshikilia kila kitu pamoja. Ndiyo inayofanya jengo lako lisiweze kutikisika na dhoruba. Ni kile kinachokufanya ujisalimishe kikamilifu kwa Muumba. Sasa nyumba yetu imesimama. Tuna msingi, nguzo na kuta, lakini bado si sehemu nzuri ya kuishi. Bado haijakamilika. Sasa tunaingia kwenye zile finishing touches, yaani kuikamilisha na kuipamba. Fikiria nyumba bila paa, madirisha au milango. Inatisha, sivyo? Paa, milango na madirisha yako kwenye nyumba hii ya kiroho ni dua. Dua inakulinda kama paa. Inafunga milango dhidi ya shari na inafungua madirisha ili nuru na baraka za Mungu ziingie. Ni mfumo wako wa ulinzi na mawasiliano kwa wakati mmoja. Na sasa tunakuja kwenye sehemu nzuri zaidi, mapambo. Hii ndio ihsan, ubora. Hapa ndipo unatofautisha kati ya kujenga tu ili mradi na kujenga kwa ustadi na uzuri. Ihsan ni kufanya kila jambo kana kwamba unamuona Mungu mbele yako. Na hata kama wewe humuoni, unajua fika kuwa yeye anakuona. Hiyo inabadilisha kila kitu. Hebu angalia hii tofauti. Ni kubwa sana. Mmoja anaswali, mwingine anaswali kwa unyenyekevu na utulivu wa ajabu. Mmoja anaepuka yaliyo haramu, mwingine anaenda mbali zaidi, anaepuka hata yale yenye shaka kwa kuhofia tu kumkosea Mungu. Unaona? Sio tu swala la kufanya, ni swala la jinsi unavyofanya, kwa ubora gani, kwa umakini gani. Basi, nyumba yetu imekamilika na inapendeza sana. Lakini kazi haijaisha. Sasa ni wakati wa kuishi ndani yake. Na kuishi ndani ya nyumba kunamaanisha mambo mawili: kuifurahia, lakini pia kuilinda dhidi ya hatari. Nakumbuka, kila nyumba nzuri ina maadui, na nyumba yako hii ya kiroho ina adui mkuu mmoja, Shetani. Kazi yake ni moja tu, kutafuta njia ya kubomoa ulichokijenga. Anatafuta ufa mdogo kwenye msingi au udhaifu kwenye ukuta ili aingie na kuharibu kila kitu. Ni lazima uwe macho. Sasa, kama ilivyo kwa mjenzi yoyote, kuna vitu viwili vinavyokupa motisha wa kufanya kazi. Kwanza, ni malipo mazuri ya kazi iliyofanywa vizuri. Na pili, ni hasara ya kufeli kwenye mradi huu. Hili sasa linatuleta kwenye hitimisho la mradi huu wote wa maisha. Mwisho wa siku, ni rahisi sana. Mradi huu una matokeo mawili tu, hakuna la tatu. Ubora wa nyumba unayoijenga hapa duniani sasa hili ndio utakaoamua moja kwa moja aina ya makazi utakayopewa kule akhera. Kila chaguo, kila tendo ni tofali, na kila tofali linahesabiwa. Kwa hiyo, hapa ndipo tunapofikia mwisho. Na ninakuachia swali hili la kujiuliza. Huu mfano wote sio hadithi tu ya kuburudisha, ni uhalisia. Kila siku unapoamka una nyundo na vifaa vya ujenzi mkononi. Kila unachosema, kila unachofanya ni ujenzi. Swali la kujiuliza ni leo unajenga au unabomoa?